Kwa hiyo ni hadi umekuwa wa kiroho uwezo ukashinda vizuizi vya ukuu. Kwa sababu ukuu wetu wenyewe sio tu wa kishule, ukuu wetu ni wa kiroho. Na kama ukuu wetu ni wa kiroho, vizuizi vyetu ni vya kiroho. Kwa hiyo ili tuvishinde vizuizi vya kiroho, ni lazima tuwe wa kiroho, kwa sababu vizuizi vyetu ni vya kiroho. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Paulo anasema nilitamani kuja kwenu mara ya kwanza, nilitamani kuja kwenu mara ya pili. Alafu anayesema sio Shemas, ni Paulo, mmoja ya mtume ambaye alikuwa na neema kubwa, lakini bado shetani alimzuia. Kama shetani alithubutu kumzuia Paulo, vipi wewe ambaye hata kanisani hutambuliki? Ninachotaka uelewe, upinzani hauna rika. Upinzani hauna cheo. Anasema kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Yamkini sio kwamba shetani alitokea live kama shetani. Alitengeneza sababu za kimwili, lakini nyuma yake alikuwepo shetani. So kawaida ya shetani ni kutumia mazingira ya kimwili, lakini nyuma ya sababu ya kimwili kuna shetani. Kwa mfano, mtu ambaye hajajenga, ukimuuliza na sababu za kimwili na zina sound, lakini nyuma yake ni shetani. Mtu ambaye hali chakula nyama fulani, ana sababu za kidaktari zina sound, lakini nyuma hizo sababu ni shetani. Mtu ambaye hajaolewa, ana sababu nzuri kabisa kabisa kabisa, lakini nyuma ya masababu yote atakwambia wanaume wote siku hizi ni mbwa. Shetani. Nimeumizwa sana. Nyuma yake shetani. So shetani huwa ana tabia ya kujificha. So inataka uwe wa kiroho ili kumtambua, kwa sababu yeye ni roho. Kwa hiyo shetani haji direct, anakuja kwa fumbo na kwa siri. Ndio maana kuanzia zamani kwenye Kutoka 1:10 anasema na tuwatendee kwa akili. Kwa nini anasema tuwatendee kwa akili? Maana yake wasishtuke, maana yake wasijue. Udhaifu wa shetani ni wewe kumtambua. Kuna kitu Bishop alisema hapa kikubwa sana, kwamba unapoenda kumwombea mtu, haijalishi ni ajali ya toyo, wewe usione toyo, ona shetani kwenye kila ugonjwa. Ona ibilisi kwenye kila uonevu, kwa sababu the moment unamuona adui, hiyo ni weakness yake ya kwanza kabisa. Ndio maana utendaji wa shetani ni wasiri mno, kwa sababu nguvu yake ni kwenye yeye kutotambulika. Mimi nakuaga na allergy ya haya mafuta. Mimi nakuaga na allergy ya nyama ya, mimi natumia tu samaki. Kama ni maziwa usiniwekee. Mimi siruhusi. Adui huwa anapenda kuvaa maski asitambulike. Na ukifanikiwa kumtambua, tayari umeshamdhoofisha. Ndio maana kwenye ile Kutoka 1:10 anasema na tuwatendee kwa akili, wasije wakafanya nini? So adui upinga maongezeko kwa akili sana. Utasikia, unajua sehemu nafanyia huduma mimi ni kijijini, kwa hiyo ni ngumu sana. Mimi unajua kanisani hatuna feni. Kwa hiyo ni mimi sina degree. Kwa hiyo mimi iko hivi, mimi sijui Kiingereza. Kwa hiyo operation za adui ni za siri, na the moment unazi expose unamaliza nguvu yake. So nilitamani kuja kwenu, maana yake nilitamani kudhihirisha ukuu kipindi fulani, nikatamani kudhihirisha tena ukuu mara ya pili, nikajaribu tena ile biashara mara ya 20, lakini shetani. Sasa kwa kuwa Paulo alikuwa wa kiroho, siku alipanga safari na mtoto wake kwenda Thesalonike, mvua ikinyesha, hakusema mvua, alisema shetani. Siku toyo, hawakuwa na toyo, ni mfano, sio akasema Biblia haijasema toyo. Siku toyo imepata pancha, hakuona pancha, hakuona tairi imebasa, alisema shetani. Kwa hiyo kama ni simu alipiga kwa Thesalonike kwamba jamani sijaja, si kwa sababu
ticket nimechelewa kuripoti departure time. Shetani alinizuia. Mpaka hapo Paulo anatufundisha life is spiritual. Maisha ni kitu cha kiroho. Tujifunze kutafsiri maisha kiroho. Maisha ni kitu cha kiroho. Tujifunze kutafsiri maisha kiroho. Usije ukafikiri siku hiyo ni kwamba kuna giza lilitokea likafunika akagundua labda gari ambayo lipaswa kumchukua ilisomersault kabla ya kufika kwake. Labda alienda stand akaambiwa gari ilishaondoka nusu saa kabla na alikuja muda ule. Labda driver toyo alipata pancha. Kwa hiyo adui hutumia sababu za kimwili, lakini kiuhalisia ni yeye. So adui upinga ukuu wetu kwa akili sana. Atakwambia kwenu nani aliyewahi kuwa mkuu? Hebu angalia ulikotokea. Angalia elimu yako. Na kawaida ya Mungu anapendaga sana kutumia wajinga kwenye vitu vikubwa. Watu wengi waliotokea kwenye Biblia wasema kwanza mimi sijui kuongea. Mwingine akasema mimi ni mdogo sana. Mwingine akasema kwenye familia sisi ni maskini. Usiruhusu ulikotokea kuathiri unakoelekea. Usiruhusu ulikotokea. Usiruhusu ulikotokea ama unakotokea kuathiri unakoelekea, kwa sababu havihusiani. Aliyezaliwa kwenye hori la ng'ombe alishia White House. Unanielewa mja wa Mungu? So vizuizi vyetu ni vya kiroho. Tujifunze kutafsiri maisha kiroho. Unanielewa? Unanielewa mja wa Mungu?